Siku moja mtu mmoja akaniambia, mtumishi, Mungu ameshakuinua sasa kwa kwenye kiwango cha kimataifa. Ninatamka leo, mtumishi wa Mungu, nahitaji maombi yako. Nikaona siwezi kuongea zaidi. Akaniambia niombe, nitamke. Nikamwambia unatakaje? Akaniambia wewe niombe tu. Neema ya Mungu hasa wewe unasema neema nilio nayo pako nilionao mimi uje kwako. Mimi ninachotembea baba, natembea kwa imani inayobatana na matendo. Sio ni kuambia tu chukua pako nilio ni wakazi, na Mungu pako nao mimine kwa mtu ni kwa ajili ya kazi. Hasa kanambia wewe tamka tu mtumishi. Nikamwambia haya, pokea basi kulingana na kuamini kwako. Kupa utakuwa ni mzigo kwako kama ni mvivu. Huu ni upako wa kazi, ndio maana tulali. Lakini kwa sababu Mungu amenipa vingi kwa mataifa, ninafanya hivyo kwa kutii kwamba aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Kwa hiyo ninafanya hivyo nikijua kwamba ni wajibu wangu, nimetumwa kwa mataifa na ninatii agizo kuu kama Mungu alivyotuma ujumbe wende kwa mataifa. Iga tenda kivyako, haleluya. Kuiga kwangu tenda kwa namna yako, kunigamini tenda kwa namna yako. Kwa hiyo tukitaka, alafu pia nataka nizungumze kwamba tukubaliane kwamba Mungu anaweza kukutoa popote ulipo, eneo lolote lilo kwamba, na kakuinua kakupeleka eneo lolote unalotaka au yeye analotaka. Kwa sababu kwanza Mungu ana mpango na ana mkakati wa kipekee kuinua maisha yako kupeleka maeneo ya juu zaidi. Na vile vile watu huwa wanaomba au wanakariri kila siku, Mungu umetamka utaniinua kutoka chini, utanipandisha pamoja na wakuu. Hasa kupandishwa kutoka juu, kutoka chini ukapandishwa pamoja, ukaketishwa pamoja na wakuu. Si katika kuzungumza kwa imani tu. Kuketishwa pamoja na wakuu ni miguu miwili. Imani pamoja na utendaji wako ndio unekutambulisha uketishwa pamoja na wakuu. Utendaji wako ndio unawakilisha uketishwa pamoja na wakuu. Lakini kama huna utendaji, utaketishwa na wakuu namna gani? Ukiketishwa tu hapo chini wanataka kukujua ni nani, umetoka wapi, kitu gani ulichokifanya mpaka ukaketishwa pamoja na wao katika meza hiyo kubwa haiteko pamoja na wao. Wanataka kujua asije kwa kibaka bwana. Wanataka kujua uketi kwenye ile meza kihalali, haleluya. Kuketishwa pamoja na wakuu ni utendaji. Unaelewa kitu unazungumza? Unaelewa kitu nazungumza? Funguka macho, funguka ufahamu wako, funguka macho, funguka ufahamu wako. Kesha usiku na mchana madhabahuni. Ukitoka hapa madhabahuni, pitiliza kwenye utendaji kazi. Pitiliza kwenye kile unachokifanya. Wewe unaweza kukuta akawa na bidii kanisani, ukaja kulishangaa hafla limekaa kilabuni linaimba nyimbo za kilabuni, linakunywa pombe. Yeye aliamini akiingia tu kanisani kila kitu. Hapa tunakufundisha kama na neema ya Mungu, uwezesho huo utafanikiwa. Na unafanikiwa kweli. Lakini sio kiingia tu kanisani. Sio kiingia tu kanisani. Na ndio maana wengine wenye ufahamu ndio wakiingia kanisani wanataka watumishi waombe alafu wawape pesa. Hiyo sio imani sasa. Umeingia kwa waganga wa kienyeji huko. Huko nao watakufundisha makafara. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo neno la Mungu hapa linatufundisha ukweli. Kwa hiyo imani huwa inakuja kwa kusikia. Kama tunavyosoma katika Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia neno la Kristo. Alafu baada imani hii sasa umeshaingia ndani ya ufalme wa Mungu, kuna namna ambayo unatakiwa uingie katika utendaji. Ebrania 11 mstari wa kwanza mpaka 3 nasema basi imani kuwa na hakika na mambo hayo yatarajiwayo, bayana na mambo yasiyoonekana. Haleluya. Mambo yasiyoonekana. Hasa unapozungumza unaamini, umefundishwa, unachukua hatua ya utendaji kwamba Mungu alivyosema nami naamini atafanya. Haleluya. Umeamini neno kwa wakati ule atafanya. Huyu Rahabu tumejifunza alivyopokea wale wajumbe akiamini hao watumishi wa Mungu, na alikuwa anajua Israeli hao watumishi wa Mungu, akawapokea. Alivyopokea akatunza, akawapa chakula, akawatunza, akamwambia tokea kwa njia hii, nendeni zenu. Lakini kwambia mtakapokuja mnikumbuke pamoja na ndugu zangu. Kwambia mtakapokuja wewe weka alama tu nyekundu katika mlango.
na akafanya hivyo. Alipokuja akamchukua Rahabu, akachukua ndugu zake, mpaka leo Biblia inasema wako pamoja, wamechanganyikana pamoja na Israeli mpaka leo. Lakini kwa imani, yani unapofundishwa imani yako ikamatane na neno la Mungu, umwamini Mungu, uchukue hatua, uthubutu, uchukue hatua kutenda. Haleluya! Uthubutu, yani faida ya kujifunza neno la Mungu, liamini kwa imani, uthubutu kuchukua hatua kutenda. Haleluya! Kwa imani uchukue hatua kutenda. Tenda haielewi na haikubaliani, lakini kupitia neno la Mungu umeamini, ukasema sasa kupitia Mungu nilivyosema, nami kupitia neno lako naamini sasa, nachukua hatua kutenda hili. Naamini wewe ni mwaminifu, utafanya, utatenda, utatimiza kama ulivyosema kwa kinywa cha mtumishi wako. Mungu, nasimama kwa nafasi yangu kukufundisha ukweli, ili wewe usikilize, uamini, utake action, uchukue hatua kutenda, uthubutu. Kuthubutu kutenda manake kufanya vitu ambavyo wengine hawakuweza kufanya. Wengine hawakuweza kufanya, wengine hawakuweza kufanya, lakini wewe umesikiliza neno la Mungu, umelitikia, ukachukua hatua, fanya. Haleluya! Kachukua hatua kufanya. Mwanamke yule wa Sarepta akakutana mtumishi wa Mungu Elia, mama nipe maji ninywe. Akaondoka kwenda kuchukua maji. Njoo nipe chakula. Nimebaki kama kadogo na mafuta kidogo, natengeneza mkate tule tufe na mtoto wangu. Kama nitengenezee mkate mimi kwanza. Yule mwanamke kilichomsaidia, alipokea neno kwa mtumishi. Alipochukua lile neno, nitengenezee mimi mkate kwanza, akatengeneza mkate, nampa mtumishi, anakula. Akaendelea kuona kwamba unga anatumia hauishi, mafuta anatumia haishi, maji anatumia haishi. Haleluya! Ndio neno sasa unalosikiliza la imani likupe wewe uthubutu wa kuchukua hatua kutenda kitu ambacho kitakusaidia. Haleluya! Lakini sio imani ambayo huchukui hatua yoyote kufanya chochote ulichoagizwa na neno. Haleluya! Kupitia hili neno, kupitia mafundisho haya, yani ulitakiwa, yani kama ufanye kazi, ufanye kazi kwa bidii, kwa kiwango ambacho ukijua nisipofanya kazi hakuna chochote kitakachotokea. Amen. Amen. Hakuna chochote kitakachotokea. Haleluya. Amen. Kwa tujifunze neno, tutafakari neno, liamini neno. Haleluya. Amen. Chukua hatua kutendea kazi neno ulilojifunza. Haleluya. Amen. Ulivyoagizwa utapokea majibu yako. Haleluya. Watu wengi hulia, anasema Mungu anajua, analia Mungu alivyosema utaninua. Mungu anajua maisha yangu, unaona tabu zangu, unaona shida zangu. Hasa unataka ulelewe tu. Sikiliza kitu ambacho nataka nikwambie. Kuna wakati wa kulelewa unanyonya kama mtoto. Kuna mtu ana mtoto mgongoni, njoo na mtoto, njoo dada, njoo na mtoto, njoo. Kuna wakati wa kulelewa kama mtoto nyonya. Kuna wakati wa kulelewa. Sasa kila binadamu ametoka kwenye eji hii. Mnamwona huyu mtoto? Wanadamu wote tumetokea. Kwa hiyo kuna wakati utalelewa kama mtoto. Huyu mtoto akitaka, njia inauma, analia. Kwa hiyo kanisa tusio na tabia kila kitu tu kulialia. Angalia mtumishi, sio kulialia. Kuna wakati kama kanisa, kuna wakati wa kulia kwa umri huu. Hata kama kulia, Mungu hata sikiliza kilio cha kitoto. Anataka kuelekeze neno. Unaenda kuwa kijana sasa anaandaliwa katika utendaji. Umri wa ujana, kijana anaandaliwa kwenda katika utendaji. Hasa umeshapita eji ya ujana, umefika eji ya ujana,
Unatakiwa uandaliwe sasa kuingia utu uzima, usimamie mambo yako kama mtu mzima kwenye boma yako. Alafu nakuta litoto la kike linalia kama toto dogo hili. Unakuta livulana likubwa linalia kama toto hili. Unakuta mama mzima na waksi yake na kila kitu licho koroga kichwani analia kama mtoto huyu. Kila kitu. Usilazimishe maisha ya imani ulie kama mtoto. Usilazimishe maisha ya imani ulie kama huyu mtoto. Usilazimishe maisha ya imani ulie kama huyu mtoto. Ndio maana Mungu anasema kwamba katika Galatia 4:1 kisoma mpaka 6 anasema mrithi wakati wote wapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Japo kuwa ni bwana wa yote hana tofauti na mtumwa. Yeye anajua kwamba akilia ndio njia ya kupewa kitu. Nataka nikwambie leo, sikiliza. Imani pasipo matendo imekufa nafsini mwako. Usilazimisha kuishi maisha kama mtoto. Kila kitu wewe kulialia tu. Yaani wengine wamejizoeza maisha ya ovyo kabisa. Maisha akiwa ndani ya nyumba ya Mungu yeye ni kulialia tu. Hana anachokifanya kinachostahili aingie viwango vya baraka za juu. Anataka endeshe gari nzuri, alale nyumba nzuri, awe na fedha nzuri, awe na choo kizuri, awe na jina kubwa, watu wamheshimu, lakini ni kulialia kama huyu mtoto. Fanya zikia, toka kwenye umri wa mtoto, toka kwenye umri wa ujana, nenda utu uzima. Hebu naomba kijana njoo, kijana mmoja aje hapa. Kijana yote njoo. Njoo. Njoo na wewe kijana. Roden. Simama. Wewe simama, simama, wewe simama. Sasa wote hawa unakuta analia kilio cha yule mtoto. Huwa tunatoka utoto tunaenda ujana. Tukitoka ujana sasa, huyu sasa sio kulialia tena. Viporo kwa mamake. Yaani wengine kwa fahamu ndogo mpaka anatukana wazazi wake, anatukana kanisa, anatukana mpaka nchi haina lolote. Wewe nchi haina lolote, ardhi zimejaa hii wewe. Shika jembe ukalime. Utatukana wachungaji, utatukana wanasiasa, utatukana wabunge. Hasa wewe, hiyo ni vilio vya huyu mtoto. Jua wajibu wako katika jina la Yesu ya Bwana. Jua wajibu wako. Amen. Halo. Sasa hivi kilio chako kama cha huyu mtoto. Hapana. Huyu sasa hivi akiwa na uhitaji wa hela, anahitaji awe koti, eti anaomba, "Mungu angalia nataka suti, sasa utanisaidiaje?" Bwana anafunga. Huyu Mungu atamwambia hebu nenda kanisani Jumapili. Mungu anajua akienda kumsikiliza Bishop Ngoingoi ufahamu wake ufunguliwe, aambiwe hivi, wewe suti inakuja kwa kufanya kazi, utazalisha fedha, alafu fedha hii rangi ya majivu, rangi nyeusi au rangi nyekundu, chagua. Fulu jinsi chagua kwa kutokana na nini? Kazi. Lakini sio nasema siku 3 kama mimi nafunga na kwamba hapa mpaka Mungu aniletee hapa suti, hapa chumbani mpaka kileweke. Tutoke kwenye mtazamo huu. Tuna bara tajiri, nchi tajiri, lakini nahitaji wachapakazi. Amen. Wachapakazi. Ule muda uliyejifungia kuomba na ule muda ukakae kwa kazi, yani kesha. Ukifanya kazi. Muda wa ibada uwepo muda wa ibada. Muda wa kazi uwepo muda wa kazi. Sababu hapa amekuzungumzia waziwazi Mheshimiwa Mkuu Mungu Mwenyezi. Imani pasipo matendo imekufa. Mtu anakuja kwako na kuambia sijala, unamwambia wewe nenda tu kasikilizie Bwana atakutendea. Pale amekuja anataka umpe mchele, umpe sukari, umpe pesa, umpe chakula, lakini sio anakuambia katika neno tumesoma. Sio mwambie kwamba nenda Bwana ukamtafakari Bwana alafu uzidishe mapambio, siku utaona utashuka, utakapofungua mlango asubuhi utakuta kuna kilo 50 za sukari, za mchele, za unga, za nini, mafuta, dumu ya mafuta, kila kitu utakuta. Wewe kaimbe tu. Hao ni ndege wa angani, sio wanadamu mwenye kichwa nyeusi kama wewe, mwenye macho mbili kama, mwenye miguu miwili kama wewe. Uliyeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, sio kama wewe.
Ndio maana umepewa akili, sio kama ndege. Ndege atengenezi ndege. Hii aeroplane inapangana. Ndege huyu, ndege anayekuruka atunayemla nyama, bata mzinga huyu, kuku, atengenezi gari. Lakini mwanadamu anatengeneza gari. Mwanadamu anajenga nyumba, huyo mnyama anaishi ndani. Kwa hiyo ninataka nikuambie kwamba Mungu amemwekea mwanadamu uwezo wa kipekee sana. Ndio Mungu anataka mwanadamu huyo atambue uwezo alio nao. Tambua uwezo alio nao. Na umeumbwa kwa sura kwa mfano wa Mungu, sio ndege, sio mnyama. Umeumbwa wewe kwa sura kwa mfano wa Mungu. Sikiliza neno, liamini neno, chukua hatua kutendea kazi neno, ndio utaona sasa utakavyokuwa kama Mungu alivyokukusudia mema. Haleluya. Yesu asifiwe. Sema nikatae kuishi maisha kulialia kama huyu mtoto. Nikatae maisha kulialia kama huyu mtoto. Kuna maisha kulia kama huyu mtoto, kuna maisha kunyonyeshwa kama huyu mtoto. Kuna wakati unachishwa ziwa, atalia pewe ziwa anavyolia, lakini mamake anaambiwa usimnyonyeshe, miaka miwili imeshapita. Kula ugali upate nguvu, akili zije vizuri, viungo vijengeke vizuri. Mbele yako kuna kusubiriwa maisha ya changamoto nyingi, uzoezwe. Anataka tuziwa, atafinywa. Tembea, kuna wakati wa kutembea, unalazimisha tu kukaa kutambaa, tembea. Paka wengine unalazimisha kutengenezwa vigari vya mbao vitembee. Nimeletoa mimi mahitaji, mtu anasema niombee mtoto wangu atembee, amefika umri wa kutembea. Nataka mtoto wangu aongee, amefika umri wa kuongea. Hasa kama unalazimisha mtoto wako aongee, iweje wewe unamlazimisha Mungu tu uhudumiwe kitoto? Mungu akubariki mama. Na mtoto wako akue vizuri katika neema ya Mungu. Na mimi nimenielewa, watumishi wa Mungu.